6 ambayo inazungumzia masuala mazima ya ligi. Namna ambavyo ligi inaweza ikachezwa, taratibu zake jinsi ambavyo zilivyo. Na ukisoma hapa bwana kanuni ya 6 yenyewe namna ambavyo ina state kuhusiana na jambo zima la ligi inaweza ikachezwa wapi na wapi na taratibu zake, taratibu ya kanuni ya 6 kifungu cha 4 na hii ni toleo la mwaka 2025 ambapo hii inahusika na msimu huu wa 25 na 26. Kifungu cha 4 kinasema michezo ya ligi kuu ya Tanzania bara inaweza kuchezwa kwenye uwanja kwenye viwanja vilivyopo Tanzania visiwani kwenye mabano Zanzibar kwa mazingatio ya kanuni ya 9 kuhusu uwanja. Hiyo ni kanuni ya 6 kifungu cha 4. Na kanuni ya 6 ni kanuni ambayo inazungumzia mfumo wa ligi. Ndo kanuni ya 6 ambapo kipengele chake ndio hicho cha 4 ni cha ambacho kinazungumzia mechi za ligi, mipaka yake zinaweza zikachezwa wapi na wapi. Kwa misimu miwili nyuma, msimu wa 24-25 na msimu mmoja uliopita ndio msimu ambao kanuni hii ilianza kuruhusu mechi za ligi kuu kuvuka maji na kwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Na huo msimu uliopita 24-25. Na msimu miwili mfululizo. Huu ni wa pili. Na moja ya msukumo mmoja wapo mkubwa wa hii kanuni kuwekwa walikuwa Simba. Kama mnakumbuka Simba waliwahi kuomba wakacheze mechi ya Azam na Simba. Ni msimu uliopita. Kwa sababu msimu ule wa 23-24 ndo Simba waliattempt kwenda kucheza Zanzibar, wakakataliwa. Wakaambiwa kanuni haziruhusu. Kwa hiyo kwenye maboresho ya kanuni ya msimu uliopita wa 24-25 ndo kanuni hii ikawekwa. Na wanaweza wakacheza Gombani au wanaweza wakacheza Amani. Kwa hiyo ni viwanja viwili ambavyo vinaweza vikachezwa kwenye michezo ya ligi kuu. Sawa bwana. Sasa Nsajigwa twende kwenye kanuni ya 9 inayohusu viwanja. Uwanja. Pale kuna vipengele viwili kwenye kanuni ya 9. Sawa? Kuna kipengele kanuni ya 9(2). Kuna kipengele cha pili. Kipengele cha pili ambacho kinazungumzia dharura ya mabadiliko ya uwanja. Tupitishe, kinasemaje? Kanuni ya 9 uwanja, kipengele cha pili. Katika mazingira maalum, timu inaweza kucheza mchezo wake wa nyumbani katika uwanja mwingine endapo kuna sababu nzito na za msingi. Utambulisho wa uwanja katika mazingira haya pia unawajibika kufanywa katika kipindi cha uthibitisho wa kushiriki ligi au kwa maombi maalum kwa TPLB angalau siku 7 kabla ya tarehe ya mchezo husika. Hiki ni kipengele kinachoruhusu mabadiliko ya uwanja ndani ya siku 7 kwa sababu maalum. Maana hii kama dharura. Hii ni kama dharura. Emergency imetokea. Kwa sababu maalum. Ndani ya siku 7 inatakiwa jambo huo ushaliwasilisha TPLB. Sasa kwenye kanuni hii ya 9 ambayo inazungumza uwanja. Naam. Kipengele cha 7 Nsajigwa. Kipengele cha 7 kina ile kanuni ya michezo miwili ambayo unaweza kucheza nje ya uwanja wako wa nyumbani. Hiki nacho kinasemaje? Kanuni ya 9 kipengele cha 7. Timu ya ligi kuu inaweza kuteua uwanja mwingine miongoni mwa viwanja vilivyokaguliwa na kukizi vigezo vya kikanuni kutumika kwa michezo ya ligi kuu kwa michezo miwili tu ya nyumbani na kuwasilisha uteuzi wake huo siku 21 kabla ya michezo husika inayokusudiwa kucheza kwenye uwanja wa uteuzi. Masharti ya uwasilishaji yatazingatia pia kanuni ya 9 kipengele cha 3 ya kanuni hizi. Uwanja ukishapitishwa hautabadilishwa isipokuwa kwa mazingatio ya kanuni ya 9 kipengele cha 6. Hiyo ni michezo, hicho ni kipengele cha 7 kwenye kanuni ya 9 kwamba ile michezo miwili ya kikanuni ambao unaruhusiwa kuchagua pa kuchezea michezo yako ya nyumbani inatakiwa ziwe siku 21. Hapo wanasema masharti ya uwasilishaji yatazingatia kanuni ya 9 ya 6. Kipengele cha 3. Cha 6. Cha 3 na cha 6. Masharti ya uwasilishaji yatazingatia pia kanuni ya 9 kipengele cha 3 ambacho cha 3 katika kutambulisha uwanja wake wa nyumbani. Klabu inawajibika kuhakikisha kuwa uwanja huo unakidhi vigezo vyote na masharti kama ilivyoainishwa kwenye kanuni za leseni zake. Sasa hapo cha 6 ndo chenyewe kwa sababu cha 6 kinasema TFF na TPLB ambao bwana TPLB ndo bodi ya ligi hiyo. Tanzania Premier League Board. Yes. TFF
na au TPLB ina mamlaka ya mwisho ya kuhamisha mchezo katika uwanja mwingine au kubadilisha kituo cha mchezo kwa sababu inazoona zinafaa kwa mchezo na wakati husika. Sasa kwa kilichotokea tunaenda kwenye conclusion. Mechi ya dabi inapigwa tarehe 1. Tarehe 1 uwanja wa Benjamin Mkapa, March mosi, kuna shughuli inafanyika pale. Mashindano ya kusoma Qur'ani yanafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 1. Kwa hiyo ndio shughuli ambayo Young Africans imewasukuma wao kufanya mabadiliko ya uwanja. Kwa hiyo wanaosema kwamba Yanga wametoa taarifa tarehe 15, watu wanatoa kipengele cha siku 21. Kuna hichi kipengele cha Simba kasimama na zile siku 21. Sasa na ndo maana na inawezekana. Na ndo maana nikawaambiaje? Nikasemaje? Unajua utata unakuja kwa sababu ya kanuni. Na watu wanachanganyikiwa kwa sababu watu wanataka kuziingia kinyume kanuni. Siko unanielewa. Kuna sehemu inaruhusu siku 7 kwenye emergency. Yes. Alafu kuna kanuni ya michezo yangu miwili. Nitachagua siku 21 before. Sawa? Yanga wao barua walioipeleka emergency TPLB. Wewe umeiona? Ana sijaiona. Kama ilikuwa ni ya siku 21, si ndio? Kama ilikuwa ni ya siku 21, maana yake ni ya kanuni ya michezo yake miwili ya nyumbani. Lakini kama ilikuwa ni chini ya siku 7 na kwa ambacho tunajua kitafanyika tarehe 1 Benjamin Mkapa, maana yake tunaamini ni kwenye eneo la dharura. Si ndio? Na hayo yote kikanuni yako sawa. Kwa hiyo ufafanuzi waliopewa Simba na bodi ya ligi hatujajua watakuwa wamepewa ufafanuzi gani ambao Mediali amesema wao watakuja watakuja kuzungumza. Lakini kama ni issue ya emergency, kanuni ya 9 kipengele cha 6 kimesema TFF au TPLB ndio ina maamuzi ya mwisho kuamua mchezo utachezwa wapi kwa wakati husika, kwa sababu wanazoona wao zinafaa, kwa sababu watakazoona wao zinafaa. Sawa, kwenye hii case tukienda tu kwa wastani matukio yalipokuja kutukia, Yanga amecheza tarehe 15 mechi ya ligi ya mabingwa na Jessica Bill. Tarehe 15 hiyo wakatoa taarifa ya mabadiliko ya uwanja kwamba game ya tarehe 1 mwezi wa 3 itapigwa New Amani. Siku hiyo ikaonekana kwamba kanukuliwa Boimanda na alisikika pia kwamba game ipo Benjamin. So kishaka hapa. Nikashaka. Tarehe 16 tunazungumzia. 16. Kwa hiyo yeye kama tarehe 16 tuanze kukaunti pale. Kwa hiyo hata kama Yanga aliwasilisha maombi ya siku 21 ya kabla, kumbe mpaka kufika tarehe 15 bado Yanga alikuwa hajajibiwa. Tarehe 16 bodi ya ligi amekuja kujibia kwamba game itapigwa sasa. Kwa hiyo kwenye siku 21, nisikilize, kwenye siku 21 tunaitoa hiyo hoja kwamba imekufa. Tunaenda kwenye engo ya dharura. Kwa sababu pale kwenye bodi ya ligi labda walikuwa hawajajibu, tusimalize. Umemsikia hata Mediali hapa anakuambia nitakavyoambiwa. Kwa hiyo inawezekana taarifa bodi ya ligi walikuwa nayo, inawezekana Boimanda alikuwa hajaambiwa. Kwa sababu naye si asubiri apewe taarifa. Kwa sababu unajua ni hajaambiwa na wakuu wake. Kwa sababu CEO ndo anamwambia. Kwa sababu jua kwa na jinsi ambavyo ilivyo, manake Boimanda yupo kwenye secretariat, watendaji huku chini. Bosi wake ni CEO. Akiambiwa kaseme. Hii kama una taarifa nakwambia hiyo bado sijapewa taarifa. Kwa hiyo inawezekana ba taarifa ilikuwepo ndani lakini ilikuwa ipo juu. Kwenye ndani ya zile siku 21. Sasa hii kwa mazingira ilivyo, hii inaonekana ni kwa sababu kama siku 21 bodi ya ligi mkoa ishatangaza. Na ndio maana inawezekana barua ya siku 21 before Kasuga. Uje uikubali juzi. Ndio hicho ninachozungumzia Kasuga kwamba kwanza nafikiri Simba hata ingekuwa amenani. Sababu hata Simba inatakiwa aambiwe hizo siku 21 before. Ndio maana nasemaje? Kwenye hiyo kesi ni dharura kwa kutoka tarehe 16 mpaka leo. Twende na yengo ya Yanga kwamba ametumia dharura. Wala tunahitaji kuumiza kichwa. Kinachofanyika Benjamin Mkapa tarehe 1 ndio sababu na ile ni dharura. Sawa. Ambayo kikanuni wako ndani ya muda. Sababu siku 7 sana. Wewe una hofu na mnyama. Na wahusika wameona inafaa. Mnyama ameamua tu aonyeshe kwamba jamani nipo. Na uzuri Ambesi amesema kwamba majibu washapewa. Issue ya kuridhika au kutokuridhika, hilo ni jambo lingine ambalo anasubiri muongozo. Kwa hiyo inawezekana labda wameridhika viongozi. Naye anasubiri muongozo. Bana, tunaamini hizo kanuni watu wameelewa utofauti wake zilivyo. Tumesoma kanuni 3 tofauti, kanuni 2 na vipengele vyake ambavyo vilikuwa vinawachanganya watu mitandaoni. Kwa hiyo hapo ulipokaa ukijua ligi inaruhusiwa kuchezwa Zanzibar. Lakini jambo la pili, na ni msimu wa pili mfululizo. Simba kacheza na Azam msimu uliopita, Yanga na Singida wamecheza kule. Yanga Dodoma Jiji mechi yake ya mwisho kabisa ila kikubwa tu imepigwa mapema Simba pia. Taarifa ya nini? Ya nini?
akusema wanacheza. Kwa sababu ataende kama msimu. Si kikanuni. Kikanuni kivipi? Hata msimu uliopita. Kwani wapi wamesema wachezi? Wapi Simba wamesema wachezi kaka? No. Kwa sababu hiyo ya msimu uliopita anaoisema Simba